Taarifa za mazungumzo kuhusu swala la kusimamisha vita ni swala la uongo. Marekani amejipa mwenyewe mapumziko ya siku 5, na hii anatafuta njia ya kumwacha Muisraeli peke yake, maana ameshaona wameshindwa. Sasa Iran wao wanaendelea kushambulia leta 24, wanaendelea kushambulia kama kawaida na wala hawana tatizo, na wameposti sehemu ambazo kwenye nchi za Gulf wameziposti na ziko on target. So lolote likitokea, wakishambuliwa kivyovyote vile, zile sehemu za Gulf zitaumia sana. Na kuna kikao kinaendelea kati ya haya mataifa ya Mashariki ya Kati, yani Saudi Arabia, Qatar, Oman, Iraq, Kuwait na Marekani, kuambia bana sisi ndio tutakuwa waathirika wa kwanza mkimshambulia huyu. Kwa hivyo bana, fanyeni mambo yenu yote, ila kushambulia masuala ya umeme, vyanzo vya mafuta, hapana. Itakuwa ni hatari sana kwetu. Sasa Trump hizi siku 5 yeye anajipa break, aangalie atachomoka vipi. Lakini taarifa za kwamba kuna kikao kinaendelea, hapana, ni uongo. Lakini kweli walituma Qatar, UK pamoja na Egypt, lakini bado mpaka sasa hizi hawa jamaa wao wameshikilia kwanza yale mambo yao yatekelezwe. Yakitekelezwa watasizfa, lakini otherwise uongo. Na mfereji wa Hormuz hawana mpango wa kufungua leo wala kesho, kwa sababu upo katika zile ajenda zao 6 kwamba lazima pawepo na sheria mpya ya umilikiaji wa ile Hormuz. Kwa nini? Tayari wameshaona faida. Wameshaona faida ya ule mfereji. Zamani walikuwa wanaona kama kawaida, sasa hizi wameshaona kama faida. Wametest, wameona okay, kumbe inaweza kufanya vizuri. Sasa ndugu zanguni, mpaka sasa hizi Waisraeli ni complain, strike, kulaumu serikali yao. Kwa nini hamtaki kutuambia ukweli? Hii mambo itaendelea lini? Shule hakuna, kazi hakuna, supermarket kula zifunguliwi. Nilikwambia jana, Marekani iko busy kuambia watu wao watoke kwa njia ya ardhi wakipitia Lebanon. Chukua ndege waondoke. Otherwise kitakachokuta kule watajijua. Wao Marekani wameshaona wao wanataka kujitoa, lakini Muisraeli hawezi akajitoa hivyo. Atapambana kwa sababu anataka yeye wakienda kwenye meza ya makubaliano yeye apate faida nyingi. Yaani yeye hataki Muirani amiliki silaha za nyuklia. Hataki Muisraeli hiyo kusikia. Sasa hilo ndio jambo ambalo Muirani hataki kulisikia kamwe. Lazima waheshimu production, the nuclear production ya Iran. Lazima waheshimu Iran kuwa taifa huru. Na mashambulizi yote katika ule ukanda wote, Iran hawataki hayo mambo. Sasa tayari Muisraeli hawezi kukubali, kwa sababu yeye kuishi kwake kule anataka kujitanua territory yake iwe kubwa, na ili iwe kubwa lazima awe anashambulia, jambo ambalo haiwezekani. Sasa unapata picha kuona kwamba tayari hili jambo limeshakuwa kubwa. Ulaya yenyewe ipo kimya, inaendelea kuathirika tu, wala wao hawana cha kufanya. Watafanya nini? Mwingereza ndio anajitahidi kutoa bezi yake, ikashambuliwa huko. Sasa na wenyewe sasa hivi wanaanza kuogopa, watapitia wapi? Sasa na wao wanatazama vita kama tunavyotazama sisi, wala hakuna ujanja tena. Sasa Iran ameshika sehemu ambayo dunia nzima tumekuwa wapole. Sasa ndugu zangu, uchambuzi wa vita hizi hauji kwa sababu maneno ni mengi na yanatoka kwa watu wahusika. Hapa unaiona Pentagon ama the War Department, unaiangalia Israel, unaangalia Iran, afu unaangalia wachambuzi wa masuala ya vita na uchumi wanasema aje. Unapata clear picha kwamba tayari Marekani walifanya mistake, na hii mistake ni Donald Trump mwenyewe ndo aliisababisha, kwa sababu wakati analetewa majibu ya observation kutoka kwa CIA, walimwambia bana, hii vita achana nayo, tutapata hasara sana. Yeye kiburi chake, na unaona sasa hizi kuna mtafaruku mkubwa sana wa vyama Marekani sasa, kwamba bana yeye anatumia ubabe, hafati katiba kwa sababu ya wingi wa baraza la seneta. Wako wengi kwenye baraza lao, ana watu 53.
hao wengine wana 45, alafu kuna watu wawili, kuna hii independent wako wawili 47. Sasa hata ukichanganya bado yeye Trump yuko juu. Ndio maana unaona wamempelekea sasa, inafikia hatua sasa na yeye anaona kabisa kweli hapa nimeshafanya makosa. Sasa atajitoaje sasa? Ndio hiyo kuna mazungumzo, hakuna mazungumzo Trump mwongo. Mazungumzo ungekuwepo Iran wangesema, yani watangaza kifo cha Ayatollah Ali Khamenei afu ashinde kutangaza mazungumzo. Wangesema bado kuna mazungumzo yanaendelea, yanafika vizuri. Lakini saa hizo wamesema hatuwezi kuendelea na mazungumzo ya aina yoyote yale mpaka ile mambo yetu vile vigezo vyetu 6 vitekelezwe. Sasa hapo unapata picha kwamba ndugu zangu kwamba vita imefika babaya. Leta ile 24. Mashambulizi yanaendelea kama kawaida. Israeli kule wanapata kabisa, sio masiara. Sasa hizi uzalendo wa media umeshindikana, wanaamua kupost live. Zamani walisema post miaka 3 utaficha paka lini, na watu wanazidi kuathirika. Watu wanasema haiwezekani dabii, utaficha dunia paka lini? Anatumia makombora makubwa, sisi hatuyaone, unatuthibitishia. Sasa lazima tupostie watu waone, wachambuzi waseme Iran hapo unavuka mipaka. Sasa watu waone, utawaaminishia vipi? Sasa ni kwamba vita hii Marekani na Israeli walikurupuka, hawakujipanga na waliletewa majibu fake. Kama walifuata majibu yao ni fake, Mossad au wapelelezi wa Israeli waleta majibu fake. Wakaenda na zile mbinu za zamani, mbinu za kuwahonga wananchi waandamane. Mbinu za zamani hizo. Kuna mataifa mengine huwezi thubutu. Utaenda kuna mataifa watu wenye msimamo, huwezi toboa kuna hiyo mbinu. Sasa hizo mbinu hazitumiki, ni za zamani sana. Uwachonganishe ndio uje. Haiwezekani sasa hizi. Hiyo ni yani lazima itumike mbinu mpya. Otherwise ni ngumu sana. So ndugu zangu, mpaka sasa hizi hakuna mazungumzo yoyote yale. Trump anatudanganya. Trump paka tuambie ukweli, hizi siku 5 anataka zio za nini? Na jamaa wamejiandaa kivyo vyote vile itakavyokuwa. Kama atatuma data force wa ardhini, jamaa wako tayari. Anga ya Iran haiingiliki. Ndio maana unaona wanataka kutumia mwanajeshi wa ardhini. Lakini anga ya Israeli ya Iran sasa hizi haiingiliki. Anga ya Israeli ni kajingio. Inafika tu. Zinafika. Na saizi watumii drone nilikwambia. Saizi ni hayo medium range ndo zinaenda saizi. Na zinapiga chini paka mandaki, watu wanakimbia. So ndugu zangu, mimi nitawaletea habari kama nitakavyozipata. Asanteni sana.